na umejua uchungu wa mashabiki wa klabu ya Simba pamoja na wanachama wanachokihitaji ni nini. Leo tumekuja kupata vitu ambavyo serikali wamevipendekeza. Kwenye vitu vya humu ndani, kwanza nipongeze serikali, wametambua klabu hii ni ya wanachama. Wana Simba wote waliofanya visomo vya Albadili watembee kifua mbele. Imefanikiwa. Albadili hatujasoma tuue, tulisoma Albadili kufichua na kufumua vitu vya ajabu vyote vilivyokuwepo kwenye klabu yetu. Nimekuja katika haki ya wanasimba ambao walikuwa tunaigombania na kuipigia makelele muda mrefu. Katiba yetu baadhi ya vipengele vikamilike. Tumesikia msajili kazungumza na tuseme tumefurahi. Mmepokeaje hii baada ya kuwa na mchakato wa muda mrefu mkitamani mabadiliko, na mwisho wa siku leo msajili ametoka na amebainisha kwamba katiba tayari amewakabidhi, kinachopaswa kufanyika ni nyie kuanza kufuata utaratibu, kwa maana ya mchakato, kuona kile ambacho wamewakabidhi kwenye katiba kinafanyiwa kazi? Tuseme kitu kimoja, kiu cha wanasimba wengi nilikuwa timu yao kutoka kwenye mfumo wa kizamani kuja kwenye mfumo wa kisasa, ambao mfumo huo ni wa mabadiliko, na mfumo huo nadhani mtu ambaye kajaribu kututoa kwenye mfumo wa kizamani kwa ushauri wake na masa zake ni Mohamed Dewji, na yeye ndo alidiriki kutoka kwenye vyombo vya habari akasema anahitaji timu ibadilike, lakini yeye kama mwanachama klabu ya Simba na ni wa muda mrefu, lakini na pili yeye anapenda kuona Simba ikitoka kwenye mfumo huu kwenda katika mfumo mwingine. Kwa hiyo akasema na naweka bilioni 20. Kwa bahati nzuri baada ya kuzungumza vile michakato ikaanza, lakini kulikuwa kuna misuguano mingi hapa kati, sababu mfumo wa mabadiliko ulivyoambiwa unakuja, kuna watu walikuwa na maslahi yao ndani. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo ya kupinga, kuna migogoro, kuna matawi yaligawanyika, watu waligombana, wengine walipinga sana. Lakini niwapongeze wanachama klabu ya Simba, walisimama kuhakikisha wanaitetea logo ya klabu yao ya Simba na wamefanikiwa hilo, ila kuna watu wakawa wanakwamisha sababu huu mchakato usikamilike. Ndio maana kukawa leo naambiwa mwekezaji hivi, kesho mwekezaji hivi, mara huyu anafaa, huyu hafai, lakini siri ya ndani wanakuwa wanajua ni wao, ila sisi msimamo yetu tulitaka timu yetu iende badiliki. Kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu katuletea mtu ambaye amekuja kuokoa jahazi la klabu ya Simba, Paul Makonda, kwenye nafasi sahihi, na yeye ni mtu sahihi na alichokifanya ni sahihi. Tulikuwa tuna vilio vya muda mrefu kabla ya yeye, tumepiga makelele sana na tumezungumza sana, lakini mwisho wa siku hamna kitu kinachofanyika. Tunaambiwa leo kesho, leo kesho, lakini baada ya kuingia madarakani tulipaza sauti, tunaomba mzee Makonda tusaidie, tunaomba mzee Makonda tusaidie makelele. Lakini na yeye kwa sababu ni mtu ambaye kashushwa kuja kusaidia watu, amekuja kusaidia. Kama aliwaondoa mabepari ambao walikuwa wananyonya hii nchi, atashindwa Simba kuwatoa watu wachache ambao wanafanya vitu vya ovyo? Kweli yule bwana akatoa amri siku 12, naomba kila kitu cha Simba kiwe sawa. Lakini kitu ambacho tulichoshangaa na Simba, siku 12 hazijafika, siku 4 tu msajili kasema atazungumza na sisi na kaja kakabidhi. Umeona, kaja kakabidhi. Kwa hiyo hii inaonekana ilishakuwa tayari, ila kuna watu kwa maslahi yao walikuwa wanaikalia kwa sababu wazidi kuishi. Viongozi waliokuwa madarakani wamepita muda mrefu, wamemaliza miaka 4, sababu hii issue ina kama miaka 8 au 9. Ina maana miula ya viongozi mara hizo 2, lakini mfumo haujakamilika. Wanasema leo kesho, lakini hata viongozi waliokuwa madarakani sasa hivi wambakiza miezi 10 isipokuwa 11 muda wao uishe, na hili bila kupiga kelele na Makonda kuingilia kati, na wao wangeondoka bila hili kukamilika. Lakini tuseme Mwenyezi Mungu mzee Makonda akuweke inshallah, kwa sababu umefanya kitu sahihi na umejua uchungu wa mashabiki wa klabu ya Simba pamoja na wanachama wanachokihitaji ni nini. Leo tumekuja kupata vitu ambavyo serikali wamevipendekeza. Kwenye vitu vya humu ndani, kwanza nipongeze serikali, wametambua klabu hii ni ya wanachama. Wametupa kipaumbele na wametoa nguvu kwa wanachama klabu ya Simba. Leo kitu chochote haiwezi kufanyika au kutolewa maamuzi isipokuwa wanachama klabu ya Simba. Lakini leo kila kitu cha klabu anayehozi na kumiliki na kutoa maamuzi ni bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba. Hili lilikuwa linatupa tatizo. Kuna watu walikuwa wakigombea uongozi wao wa miaka 4
wao ndo wanajimilikisha kwa kutumiliki, kwa kufanya kila kitu katika klabu yetu. Na uhakika leo wazee watakaokabidhiwa katika bodi ya klabu ya Simba watajua thamani ya logo ya klabu ya Simba, sio kwa maslahi ya watu wachache ambao wao wanazunguka na hao viongozi kwa sababu ya kuangalia kutetea maslahi yao. Simba tunahitaji Simba iliyonyooka. Leo wawekezaji tulikuwa tunaambiwa Mohamed hataki wawekezaji zaidi ya mmoja, ni uongo. Mohamed yeye ndo alodiriki kuleta ule mfumo. Kama angekuwa hataki asingekuja, angekuwa mdhamini tu, mfadhili wa kawaida, lakini alikuja na uhakika anataka Simba isonge mbele, ndio maana aliweka bilioni 20, ambayo bilioni 20 ile leo utakuta mtu kula yake shida anaidharau ile bilioni 20. Anakuambia hela gani kaweka, wakati yeye mwenyewe familia yake ya vizazi na vizazi hajawahi kukamata hata bilioni 1. Sasa hivi vitu vilikuwa vya ovyo. Tuambie wana Simba, watu warudi kwenye matawi yao. Mimi mwenyekiti wa tawi la Mpira Pesa, baada ya hizi taarifa leo kuzipata, nimezitoa hii, nimeenda kuchapisha. Kila mwanachama wa klabu wa tawi la Mpira Pesa ambaye anahitaji aje hapa akatoe kopi aisome, ili ajue kitu gani kilichozungumziwa. Maana kuna mwingine kasikiliza, kuna mwingine muda huo wakati yule bwana anazungumza yeye akupata hizo taarifa, mwingine bado hana. Nimetoa hii, waje, ina peji 4. Peji ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Waje watoe then waende wakapitie ili wajue kilichoongelewa humu. Lakini mimi katika vitu ambavyo nilivyovikubali humu, kwanza kutupa mamlaka wanachama na mkutano mkuu. Mikutano yetu hapa katikati ilikuwa ya kihuni. Tuzungumze ukweli, mimi sipendi kupapasa macho, mtu akinichukia anichukie tu. Tunaenda katika mkutano, viongozi hawaleti hoja ya kujadili kwenye mkutano, baina wao wanakuwa wana mambo yao binafsi ya kusema kinyume cha utaratibu wa wanachama. Kwa mfano, mkutano wa juzi imetengenezwa kamati ya watu upande wa bodi na upande wetu sisi wanachama. Wameenda kujadili baadhi ya vifungu 6 vya kuingiza katika katiba. Baada ya kujadili vifungu, wamevileta katika mkutano mkuu. Mwenyekiti wa ile kamati kasoma vile vifungu vyote. Alipomaliza kusoma, mwenyekiti kafunga kikao. Amemaliza. Sasa ilikuwa ina maana gani kuja kutusomea watu ambao si ndo na ndo? Kwa sababu katika hiyo kwenye hizo kamati zenu mlivyokubaliana, mkakaa kikao, mkaenda kujadili hoja mlizojadili, zinaingia kwenye sehemu muhimu ya katiba ya klabu, ambayo katiba ile ndio inatuongoza sisi. Kwa nini kifungu kilichojadiliwa mula au vitu vile 6 vilivyojadiliwa na sisi wanachama tusihusishwe, kwamba jamani hapa tumejadili 1 2 3 4 5 6, je, hivi viko sawa au hivyo vitu haviko sawa? Leo mwenyekiti akamwagiza msemaji, waambie watu wajinyooshe. Mtu kama anataka kwenda kujisaidia akajisaidia haja ndogo, arudi pale. Kurudi pale, mwenyekiti kafunga kikao, kaondoka. Sasa hivi hapo nguvu ya wanachama iko wapi? Tuzungumze ukweli, tusitetee vitu ambavyo havina msingi. Klabu ikizama tunazama wote. Sawa, nataka kufahamu baada ya huu mchakato sasa, nyie kama mashabiki wa Simba mmejiandaaje pale ambapo mtaona kile ambacho kimependekezwa kitakiukwa? Maandalizi, ndio maana nimesema ujue Simba ina mizizi ya klabu ya Simba. Acha lile huo mti mkubwa, huo mti una mizizi. Ukikata mizizi chini, na maana ule mti unakufa. Watu warudi kwenye mizizi. Mizizi ni matawi. Ndio maana mimi, umeniona nilichofanya mimi, kiongozi mdogo sana kwenye Simba, hatua ya awali kwenye Simba ya matawi, kutoka matawi yanakuja wilaya, yanakuja mkoa, inakuja makao makuu juu. Makao makuu juu unaweza ukakaa surusumaona ikatasi lilotoa bibi hadi yaani mpaka ile swala linaenda mpaka linaisha. Hawana akili ya kuja kwenye matawi wakawagea ili watu wasome wajue. Ila mimi ninachofanya baada ya kuona leo tu nimeenda kutoa kopi, na wanachama wangu nimwambia wafanye nini, waje wachukue na wao watoe kopi wasome ili wapate uelewa. Sisi tunachohitaji elimu. Watu wengi wa Simba hata wa matawi hawana elimu ya huu mfumo. Watu walikuwa wanaendesha huu mfumo kienyeji, ndio maana wengi hawaelewi. Leo hata mimi nikisema, kuna mwingine atanitukana, huyu naye huyu kila siku anaongelea hilo. Lakini kama tukiambiwa, tukisoma humu, kila kitakachotoka lazima uwe na hamu ya kutaka kujua kimeendelea nini, kama vile tunavyofuatilia Ottoman. Umeme ukikatika unasikitika, kwa sababu unataka ile season
hilo ambayo hilo kuwepo ya jana uliyoiacha, nataka uendeleze kile ambacho ulichokiona. Ndio maana ya kuwa na hizi vitu na pamoja ya kuwa na matawi. Sasa watu wa matawi, ili mradi tujue tunachokililia na tunachokihitaji ni nini, na watu wasipige kona. Leo tumeenda kutolewa hii, kila mtu aipitie hii, na viongozi wawe wa kweli. Yaani hoja hata ya kwenye vikao vya matawi, vikao vya viongozi wa wilaya vyote wazungumzie hoja hizi. Hizi ndio hoja za kujenga. Unapowaambia watu wengine pembeni, watu wakaenda wanajua watu wako, inakuwa vizuri. Lakini sasa mnaweza mkaenda katika vikao, sijawahi kuona hata kikao kimoja cha Simba hata cha viongozi wa matawi tunachokaa kikaenda kujadili muundo na mustakabali wa klabu, tukaletewa kama hivi watu tukana kupitia, tunajadili mambo tu mengine. Lakini kwa nini wakati sisi ndo mizizi, sisi ndo mizizi? Kwa hiyo wanachama klabu ya Simba kwenye hili, kwanza tuchukue nafasi hii kuwapongeza serikali, lakini la pili, wana Simba wote waliofanya visomo vya Al Albadili watembee kifua mbele.